Na msikilizaji, hii ni sehemu ya 46 ya simulizi yetu nzuri kabisa ya Hamza. Na tulipoishia ni baada ya kuona ya kwamba Yones ameacha kazi Dosam, japo mimi na wewe ndio tunajua ameacha kazi, ila kule kazini ameomba tu likizo ya muda mfupi kama mwezi mmoja hivi. Sasa baada ya Hamza kufahamu hilo, ameona hawezi kuruhusu Yones kwenda kuolewa na mwanamume mwingine ili hali ana kavutiwa naye. Umeona? Na mbali na hivyo, Hamza bado hana maelewano mazuri na Reji. Kwa sasa amefunga safari, wameondoka wote kwenda nyumbani kwa kina Yones, na ameenda kule kujitambulisha kama mwanaume wa Yones. Ili hali tayari kule kuna Afande Mdudu ambaye yeye alikuwa ameshaenda kule kama ndo anayetegemewa kuweza kumfanyeje kumooa Yones. Sasa kwa hiyo Hamza akaenda kuharibu kila kitu. Jambo hilo limemshtua mamake Yones na kupandwa na pressure na ameletwa hospitalini, ambapo Hamza amechukua sasa usika kuweza kumhudumia huyo mamake Yones kama daktari. Japo alikuwa ni kama aminiki, lakini ameweza kuaminiwa na anaendelea na huduma. Sasa tukaja kufahamu ya kwamba Ivan ana undugu na mama yake Yones, na amekuja hapo kuweza kumtembelea dada yake ambaye sasa ndio mama yake Yones. Kwa hiyo tunazidi kusonga mbele, kipi ambacho kiliendelea. Karibu sana msikilizaji, langu jina Lucas Lumbas. Ivan sasa alishangazwa na sura za ndugu hao na alimgeukia Yones na kumuuliza kinachoendelea. Katika familia hiyo ya Mzee Mazengo, mtu pekee ambaye Ivan alikuwa na ukaribu naye ni Yones. Na hata wakati Yones anatoroka kutoka kwao kwenda Dar es Salaam, ni Ivan aliyempatia msaada wa kifedha baada ya kuwasiliana kwa siri na dada yake. Yones pia hakumficha mzungu huyo wa mchongo, alimwelezea kila kitu mwanzo mwisho, na pale pale alikunja sura. Sasa akasema ya kwamba Daudi, ina maana ulimkataza Dr. Bingwa mwenye utaalamu wa hali ya juu kumfanyia dadangu upasuaji na yeye ndio aliyelazimisha? Aliuliza akiwa sasa amekasirika, lakini Afande Daudi hakuongea neno zaidi tu ya kubakia kimya. Isitoshe kila kitu kilikuwa wazi. Hamza ndio aliyefanikisha kumuokoa mke wake. Baada ya upasuaji kuisha, Hamza aliweza kutoka akiwa na utulivu, nyuma yake akiwepo Dr. Milanzi ambaye muda huo sasa hakuwa yule mwenye ujuaji. Alikuwa na hali ya heshima sana kwa Hamza. Hamza mara baada ya kutoka nje, alishangaa sana kumuona Dr. Bridge, mwanaume ambaye alimshikilia mateka babake Eliza. "Ase, wewe na mtoto wako mnafanya nini hapa?" aliuliza Hamza akiwa na tabasamu. Asa Bridge akasema kwamba Kristiani, hebu acha kushangaa bwana. Njoo na mshukuru Hamza kwa kuokoa maisha yako. Aliongea Bridge, na Kristiani haraka haraka alimsogelea Hamza na kutaka kumpigia magoti, lakini Hamza alimzuia akamwambia, "Kijana, naona umekwisha kupona sasa. Mimi daktari na sihitaji wagonjwa niliowatibu kunipigia magoti. Fanya mpango hata wa bahasha tu mimi napokea." Aliongea Hamza kwa kicheka. Sasa akasema, "Bila shaka daktari, niachie namba yako ya simu au unapoishi mimi nitafikisha mzigo." Aliongea hivyo na Hamza yeye alijifanyisha kama hajamsikia vizuri. Kisha akamsogelea Yones akamwambia kwamba upasuaji umeenda vizuri kabisa. Kwa hiyo mama yako atamka ndani ya masaa 24 na shida yake itakuwa imeisha kabisa. Aliongea Hamza na Yones alishindwa kujizuia, na pale pale alimkumbatia Hamza akimpotezea hata baba yake aliyekuwa akimwangalia kwa macho ya tahadhari. Hamza akauliza kwamba, "Hivi kumbe una undugu na Ivan Bridge?" Dr. Ivan akasema, "Mimi na Maria tunaweza tusiwe ndugu wa damu, lakini ndio dada yangu wa kipekee. Lazima nitimize usia wa baba kuhakikisha namlinda." Aliongea Dr. Ivan, na kauli hiyo sasa ilimfanya Hamza kupata 2-3 bila hata ya kuelewa vizuri. Hamza akasema, sasa kama tungejua siku ile, kusingekuwa na sababu ya kulazimishana ile hali sisi ni ndugu tayari." Aliongea Hamza kicheka. Akajibia kwamba, "Upo sahihi. Unaonaje tukipata kinywaji usiku wa leo? Kwa utaalamu wako naamini dada yangu amekwisha kupona, lakini pia Yones, asante kwa kunipatia ndugu mpya." Aliongea na kumfanya Hamza kucheka, huku Yones sasa akishikwa na aibu za kike. Ijapokuwa Hamza alijua mzee Ivan alikuwa akimchangamkia kwa ajili ya kujenga ukaribu, lakini wala hakujali kutokana na kufahamu alikuwa mjomba wake Yones. Kitendo cha Hamza kuwa busy na mzee Ivan ilimfanya Afande Daudi kujihisi ni kama ametengwa vile. Baada ya kutoka hospitalini, Hamza irudi nyumbani kwa Mzee Mazengo. Hakuna mwanafamilia hata mmoja ambaye alithubutu kumfukuza Hamza. Yaani kifupi ni kwamba alianza kupewa heshima yake kama mgeni muhimu kwa familia hiyo. Na Mzee Sauli ndio aliyechukua swala zima la kumkirimia kwa kumuonyesha sehemu ya kulala pamoja na kuandaliwa chakula.
Habari za Hamza kutumia uwezo wa hali ya juu katika matibabu na kumwokoa mke wa jenerali zilisambazwa na watu wa Dr. Bridge kwa ndugu wote. Hata Mzee Mazengo mara baada ya kusikia habari hizo alifurahi pia. Usiku Hamza alijumuika na Yones pamoja na Mzee Ivan na mwanae na kuanza kunywa pombe na nyama choma ya mbuzi. Mpaka inafika usiku wa saa 5, Mzee Ivan alikuwa amelewa chakali kiasi cha kuanza kuleta usumbufu, lakini Hamza licha ya kushusha chupa nyingi hakuwa amelewa na kufanya watu wamshangae pia. Baada ya Mzee Ivan kuchukuliwa kwenda kulala, Yones alimchukua Hamza na kumpeleka upande wa makazi ya wageni. Yones alikuwa amevalia koti la kujikinga na baridi tu, ijapokuwa hakukuwa na baridi sana, lakini upepo ulikuwa kivuma mno. Kutokana na mwezi, Hamza alijikuta akimwangalia mrembo huyo kimahaba kiasi cha kumfanya Yones sasa kushikwa na haya za kike. Hebu acha kuniangalia hivyo bwana. Unashangaa kitu gani hasa wakati mimi ni yule yule? Yones, unajua umebadilika sana. Yaani unavyoonekana nyumbani kwenu tofauti na nilivyokuzoea. Yaani unaonekana kama msichana fulani hivyo wa kawaida na mrembo sana. Hebu nitokee huko. Wewe umemwoa mwanamke mrembo kama Reji. Basi mimi na uzuri gani mie? Unaje kwanza kujilinganisha naye? Urembo wako wewe ni wa tofauti. Hebu anza kutafuta kwanza namna ya kumbembeleza hata kwa kumpigia simu. Mimi naondoka bwana. Aliongea Yones mara baada ya kufika mlangoni, lakini Hamza alimzuia kwa kumshika mkono. Ulikuwa ni usiku wa baridi ambao ni hatari sana kwa mazingira kama hayo, me na ke kushikana. Hamza alijiambia kama asipochukua hatua ya kumweka chini huyu mrembo, yani hawezi kuipata tena hiyo nafasi. Sasa Yones mapigo ya moyo alikuwa akienda mbio sana. Ukweli ni kwamba tokea anaanza safari ya kumsindikiza Hamza kuja chumbani kwake, alikuwa na wasiwasi kwamba kitu kinaweza kufanyaje kikatokea baina yao, lakini hakudhania Hamza atakuwa na shambulizi la moja kwa moja namna hiyo. Sasa Hamza kutoa jibu, vitendo pekee vilitosha, kwani pale pale alimvuta Yones na kisha alimuingiza kwenye ukingo wa fence ya chuma na kuanza kumshushia mambo mazuri kabisa. Mwanzoni Yones alikuwa amekakama sana, lakini kadri ambavyo Hamza alikuwa akitalii, ghafla tu ailainika mwenyewe. Basi Yones akasema hapana, tusifanye hapa, twende ndani. Aliongea Yones kwa sauti ya chini. Hamza akasema kwamba hapa nje ni pazuri mno, kwanza hakuna naye kuja upande huu. Yones akasema hapana, mimi naibu. Hamza akasema bebe Yones, hivi kumbe unaibu mimi nijua wewe ni jasiri. Yones hakujua namna ya kumwambia Hamza kwamba hajawahi kufanya hilo tendo, kwani muda huo Hamza alikuwa shanza kuondoa nguo zake. Sasa Hamza mara baada ya kuona hali ya wasiwasi hakutaka kuendelea, hivyo alimbeba juju na kuelekea ndani. Lakini sasa ghafla tu walianza kusikia vishindo vya miguu ya mtu kusogea upande huo, na Yones haraka sana alishuka na kusogea mbali sana na kugeuza uso wake kuelekea upande wa corridor. Hamza alijikuta sasa aking'ata meno kwa hasira na kujiambia hawa watu wanafanya nini huku usiku wote huu? Alikuwa ni afande Daudi aliyekuwa ameongozana na kundi la watu, na mara baada ya kumwona binti yake akiwa katika hali ya aibu, uso wake ulizidi kuwa mweusi na alimwangalia Hamza kwa macho ukali. Akamwambia, kwa sababu yako familia yangu imeingia katika matatizo makubwa. Hivi hata unajua kinachoendelea? Hamza akasema, matatizo gani Kuna kilichomtokea mgonjwa? Aliuliza Hamza kwa ishara kidogo ya wasiwasi. Yones pia alijikuta akishikwa na wasiwasi. Isitoshe wakati wanarudi bado mama yake hakuwa amerejea na fahamu. Sasa akauliza kwamba nini kimemtokea mama? Akajibiwa, sio mama yako, ni kaka zako. Wamekamatwa usiku huu na wapo chini ya uchunguzi wa jeshi. Yones akasema, kwa nini wamekamatwa sasa? Tulikuwa nao mchana. Msikilizaji, kaka zake Yones walikuwa washarudi mchana na waliweza kukutana. Lakini hata hivyo hawakuongea sana kutokana na kwamba hakukuwa na mazoea makubwa kati yao. Basi wakajibiwa kwamba ni watu wa kamati ya nidhamu ndio waliotoa maagizo kukamatwa kwao, wakisema kwamba wanajihusisha na mfanyabiashara za Kimonyo aliyekamatwa miezi miwili iliyopita. Kwa hiyo sijajua mpaka sasa wametoa wapi ushahidi mpaka kuwahusisha, lakini ni kweli kaka zako walikutana na mfanyabiashara zake wakati wa chakula cha usiku. Kuonekana kwao pamoja ndio maana wamekamatwa kwa ajili ya uchunguzi. Hamza akasema, itakuwa ni familia Mzee Mirambo washaanza ya kwao. Mzee akasema, kama sio Mirambo unadhani nani wengine wanaweza kutuchokoza Kesho ni siku ya sherehe baba, lakini wajukuu zake wawili wamekamatwa. Wanafanya yote kwa ajili ya kuvuruga hii sherehe na kuibua maneno kwa tuliowaalika. Na haya yote yanatokea kwa sababu yako, Umewachokoza na sasa wanalipiza kwa kuchokonoa familia yangu. Yones akasema, baba, hatupaswi kumlaumu Hamza. Hii sio mara ya kwanza kutumia connections zao serikalini na kujaribu kuonea watu. Afu kingine, kama kaka zangu hawana hatia, sidhani kama kuna haja ya kuhofia, maana hawezi kufanya chochote. Mzee akasema, mkaa kimya mpumbavu wewe. Kwanza siku wote unafanya nini hapa? Unafanya nini hapa na mume wa mtu? Alafu una aibu kabisa na kwanza kumtetea. Aliongea na kisha baada ya kuona Yones kanywea,
alimwangalia Hamza kwa macho makali. Akamwambia kwamba ikifikia kesho mchana hujatafutia ufumbuzi wa hili swala na kuhakikishia nitakuvunja miguu. Yunus akasema baba. Mzee akasema wewe tulia. Hamza akasema kwa hiyo mzee unasema kwamba nikifanikisha kulitatua hili hutaendelea kupinga uhusiano wangu na Yunus, si ndio? Mzee akasema tutaona kwanza. Wewe ndio umesema hauogopi familia ya Chief Mirambo. Nataka kuona maneno yako katika vitendo na sio maneno ya bure tu. Hamza akasema kama ni hivyo basi usiwe na wasiwasi. Mimi nakuahidi mpaka saa 4 asubuhi ili swala litakuwa limeisha. Aliongea Hamza kwa kujiamini sana na kumfanya mzee Daudi kumwangalia kwa macho ya kutokumwamini tena. Sasa mzee akasema unapanga kufanya nini? Hamza akasema sijafikiria bado lakini naamini sitakosa njia. Mzee akasema wanangu wasipoachiwa kesho asubuhi sitaki kuendelea kukuona nyumbani kwangu. Hata kama umemponya mke wangu haina maana. Samara baada ya kuongea pale aliwapa ishara watu wake na kuondoka, na ilionyesha alikuwa na mpango mwingine kichwani na alitaka kwanza Hamza wajibike. Yunus akasema kwamba Hamza una njia kutatua hili swala. Hamza alijiambia moyoni alikuwa na njia nyingi sana. Japokuwa ni kweli familia Mdudu ilisifika kwa kuwa na connection nyingi nchini, lakini akiamua kuiogopesha uwezo huo nao. Ni swala la kupiga simu moja tu na vijana wake wangeingia nchini na kuanza kuchimba uchafu wao wote. Lakini hata hivyo Hamza aliona haina haja ya kuleta vijana wake nchini kwa ajili ya familia ndogo kama ya Mdudu, kwani ingeweza kuleta wasiwasi kwa watu wengi na kujaribu kumfuatilia kutaka kumjua ni nani. Hamza akasema nitampigia simu Himidu na kuona kama tutalitatua vipi. Alivyoongea Hamza, Yunus akasema Himidu yani unamaanisha mshauri mkuu ama? Hamza akasema ndio, yule akosagi namna. Yunus akasema lakini hata kama mshauri mkuu akiingilia sidhani kama ataweza kufanya chochote, la sivyo itatengeneza mgongano mkubwa. Unapaswa kuelewa licha ya mzee Mirambo kustaafu lakini bado ana nguvu na pia anaheshimika ndani ya umoja wa machifu. Aliongea Yunus kwa wasiwasi. Hamza alisha kutabasamu tu na kisha pale alitoa simu yake na kuitafuta namba ya Himidu. Sasa upande mwingine mkoani Morogoro, katika moja ya ofisi za kambi ya jeshi walionekana walinzi waliokuwa na sura zilizojaa serious wakiwa wamesimama nje ya jengo la kisasa la ghorofa 2 kwenda juu wakiimarisha ulinzi. Ndani kabisa jengo hilo kulikuwa kuna ukumbi mkubwa uliokuwa na meza ndefu ambayo juu yake ilikuwa na ramani kubwa pamoja na michoro kadhaa. Kulikuwa kuna wanaume na wanawake wote wakiwa katika mavazi ya kawaida ambao walikuwa wameizunguka meza wakiwa wameshikilia vikombe vya kahawa, lakini kwa wakati mmoja walionekana kujadiliana huku macho yao yote yakiangalia ramani na michoro iliyokuwa ikionekana mbele yao. Basi mwanaume aliyevalia miwani akasema kwamba tumefanikiwa kuipata manuari ya kikosi cha Delta Zero ilipozamia. Kwa hiyo itachukua zaidi ya siku kama 4 kuweza kuitoa nje ya maji. Lakini jeshi la Amerika wapo makini sana kuangalia kila tunachokifanya. Kwa hiyo sidhani kama inaweza kuwa rahisi. Aliongea hivyo mwanamume mwingine sasa wa umri wa makamu akamjibu kwamba Profesa Ayoze, sidhani kama kuna haja ya kuitoa majini. Teknolojia ya manuari yao na ambao yule anaendelea kujenga hazijapishana sana. Yule jamaa akacheka akisema mkurugenzi, unadhani mimi nalenga kupata teknolojia ya manuari yao? Mimi nachotaka ni kujua tu siri ya teknolojia yao ya ile suti ya kivita. Wanajeshi wengi wameona namna ilivyokuwa na uwezo. Sasa Fandelikana Msofena akajibu ya kwamba sasa kama mpango wako ni kupata teknolojia ya hiyo suti, situme tu wanajeshi wa maji wafanye drill na kuitoa hiyo suti nje. Aliongea hivyo akimwangalia Afande Himidu. Akasema mshauri mkuu unasemaje? Afande Himidu akasema iwe ni manuari au suti yao ya kivita, hakuna haja ya kutafuta chochote. Kinachotakiwa ni kutengeneza tu maigizo tu ili kupata attention yao. Profesa Yoze akasema kwa nini? Akajibiwa kwamba sehemu ilipozama hapajaonekana mionzi ya nyuklia. Maana yake reactor yao ilikuwa na ulinzi wa kujilinda na mlipuko wote wa kinyuklia. Kuhusu suti zao za kivita ni moja tu ilionekana, jambo ambalo linatuambia bado wanahangaika katika kutengeneza nyingi. Hivyo sidhani kama ni swala la kuogopa. Mkumbuke tuna Earth Access ambayo tunaendelea kuifanyia utafiti. Kwa hiyo naamini tutaweza kupata teknolojia kubwa sana ambayo itakuwa ni zaidi ya suti yao. Kwa hapa tutakachokifanya kwa sasa ni kutuma tu wanajeshi wetu kwenda kuzunguka katika lile eneo ili kuwafanya waone kama kuna kitu tunachokitafuta au tunafuatilia teknolojia yao. Kwa hiyo hii itawafanya waamini kwamba bado hatujapiga hatua katika teknolojia na kuamini wao wako juu. Na hivyo watatupunguzia pressure ya kutufuatilia na sisi tutapata utulivu kuendelea na misheni zetu za kigunduzi. Aliongea na watu wote walitingisha vichwa kubali wazo lake. Asa mkurugenzi wa kitengo cha Timisa ambaye ni Afande Elikana Msofe
Akasema kweli wewe ni mshauri mkuu. Sasa muda ule Afande Himidu aligeuza macho yake na kumwangalia mwanaume mwenye umri mkubwa tu aliyekuwa amekaa upande wa kulia kwake, mwisho kabisa wa meza kama kiongozi hivi. Mwanaume huyo alikuwa na macho aliyojaa nyusi nyingi na muonekano wake ulimfanya kuwa tofauti na kila mmoja aliyekuwa hapo ndani na kumtengenezea hadhi ya juu. Alikuwa amevalia koti refu la ngozi rangi nyeusi na kwa kumwangalia tu utajua sio mtu wa kawaida. Sasa mshauri mkuu kwa shauku sana akasema, afande, upo kimya sana leo bwana, sio kawaida yako. Mwanaume huyo ndio aliyekuwa mkuu wa majeshi mwenye mamlaka ya kuongoza jeshi lote pamoja na vitengo vyake vyote vya intelijensia ikiwemo Malibu na Timisa. Licha ya kuonekana kama mzee, lakini ukweli ni kwamba cheo chake hakukipata kirahisi tu, alistahili kuwa katika cheo hicho. Mara baada ya kuulizwa lile swali, aliinua mkono wake na kisha aliweka kidole juu ya ramani ya Tanzania na kufanya watu wote kuangalia eneo alilogusa. Sasa kwa sauti nzito akasema, mmesikia kuhusu tukio lilotokea hapa? Mara baada ya mkurugenzi wa kitengo cha Timisa kuona sehemu aliyoweka kidole mkuu wa majeshi, pale alijua alikuwa kilenga nini. Akasema, afande, unamaanisha kilichotokea Kilwa baada ya Brazil kufungua kanisa lao ndani ya ile eneo? Aliuliza kwa kutokuwa na uhakika, na mkuu wa majeshi alitingisha kichwa kubaliana naye. Basi akaulizwa kwamba, lakini mkuu, mimi naona hapa kuwa kuna mpaka sasa bado najiuliza, kulikuwa na haja ya wanajeshi wetu kuingilia hili swala na kuwazuia hawa Brazil kutokufungua kanisa lao? Hapa Dar es Salaam wamekuwepo kwa muda mrefu, lakini sasa hakukuwa na tatizo lolote, na hata kama ni swala la kijamii, viongozi wa serikali ndio walipaswa kuingilia na sio wanajeshi. Sasa afande mwingine akajibu ya kwamba shida sio kutokuwa na tatizo lolote. Nadhani mnajua ni kipi kinaendelea ndani ya hili kanisa. Ni kanisa gani ambalo linapokea kila imani? Anaongea afande mwingine akajibu ya kwamba unajua, kwa ninachojua kuhusu hili kanisa sio swala tu la imani, ila ni lengo moja ndio linalo waunganisha. Ni kweli kuna watu wana imani tofauti, lakini wana muda tofauti wa kuhudhuria ibada na siku moja kujumuika pamoja. Kajibu, lakini nyie hamna shauku bwana. Kama kweli lengo lao ni kutoa mahubiri ya imani, kuna haja ya kwenda kuweka kanisa Kilwa. Yapo maeneo mengi ambayo wangeweka makanisa, lakini wakachagua eneo ambalo lina ukinzani mkubwa. Basi mwingine akajibu kwamba labda ni kwa sababu lina ukinzani ndio maana wameamua kuanza katika eneo hilo. Mwingine akajibu, unajua mimi nilikuwa nikijiuliza sana kuhusu ile swali. Kama kweli mpango wao ni kuleta kile wanachoamini ni mafundisho ya kiimani ya kuzaliwa upya baada ya kufa, hata kama wameona ndio sehemu sahihi ya kuanzia kujipanua, lakini kwa nini wapeleke kundi la watu wote wale tena wageni kutoka nje ya nchi? Sasa kuna mwingine aliuliza ambaye alikuwa yeye ni alikuwa na cheo fulani hivi, akasema kwamba jenerali, kuna sababu yoyote unaifikiria? Sasa jenerali alitingisha kichwa kuonyesha hajui. Sema kwamba naona ni vizuri tukiweka umakini sana juu ya haya makanisa ya Brazil. Lazima kuna kitu kinaendelea. Aliongea na muda huo sasa simu ya Afande Himidu ilianza kutoa mwito wa kuita. Afande Himidu mara baada ya kuona anayepiga alitoa tabasamu kidogo na kisha alipanga kuipokea pale. Sasa kuna mwanajeshi mmoja alitania akasema, mshauri mkuu, ni mara yangu ya kwanza kuona simu yako ikiita katikati ya kikao. Akajibu, kuna baadhi ya simu unapaswa kupokea muda wote bwana. Aliongea kisha akapokea simu. Kwanza kabla hajapokea akaambiwa, vipi, naona ndio mteule ndio anayepiga simu ama? Akasema hapana, hii ni simu zaidi ya mteule. Kwa aliongea na pale sasa alipokea simu. Bosi, usiku sana isiyo, kuna tatizo? Mshangao wa kutotarajiwa uliwashika kila mmoja aliyekuepo ndani ya hilo eneo baada ya kumsikia mshauri mkuu akiita mtu bosi. Walijiuliza ni mtu gani huyo ambaye anaweza kumfanya Himidu kupokea simu mbele kabisa ya mkuu wa majeshi. Yaani ni kama sijui wewe ni kiongozi gani upokee simu mbele ya rais wa nchi yako. Kwa midomo ya mkuu wa majeshi ilicheza kidogo. Hakuongea kitu zaidi tu ya kuinua kikombe chake cha kahawa na kunywa kidogo, huku akionekana kuwa na hali ya umakini mkubwa sana. Basi Himidu akasema, bosi, nimekuelewa, nitakupigia asubuhi, basi ngoja sasa niangalie cha kufanya sasa hivi. Afande Himidu mara baada ya kumaliza kuongea na simu hiyo, muonekano wake ulikuwa na hisia mchanganyiko. Baada ya kukata simu ile, aligeuka na kumwangalia mkuu wa majeshi, tena akiwa na tabasamu lililojaa uchokozi. Basi akasema ya kwamba, Simbanyika, acha kujifanyisha, wengine hapa wanaweza akawa hawajasikia.
lakini masikio yako yamesikia kila kitu alichokuwa akiongea aliyenipigia upande wa pili. Akaambia, kwa hiyo vipi kama nimesikia Mara ya mwisho uliniambia kwamba unataka tuongee dili na huyo mtu ambalo litapelekea mafanikio kwa jeshi letu. Nadhani huu ni muda sahihi wa kuongea naye. Au unaonaje? Aliongea na Himidu alitingisha kichwa kubaliana naye. Na kisha pale pale aligusa mkoa wa Dodoma na kidole chake. Akasema, Afande Mazengo, kama kijana wako ni busara kuja kukutembelea katika siku yako ya kutimiza miaka 90. Mara baada ya kuongea hivyo, kila mmoja aliyekuwa katika meza alishangazwa na kauli yake. Msikilizaji, humo ndani ilikuwa ni kama kuna kikao fulani tu ambacho kwa kimehudhuriwa na viongozi mbalimbali wenye vio vyao. Basi saa 10 za alfajiri katika familia ya Chief Mazengo, karibia watu wote wamekwisha kuamka kasoro wafanyakazi pekee. Meja Jenerali Daudi Chalula alikuwa yeye amekaa na ndugu zake tu pamoja na marafiki, na walikuwa akinywa kahawa huku sasa wakiongea na kujadiliana namna ya kudili na swala la kifamilia ambalo limetokea siku ya jana. Basi Mtemi ambaye ni mdogo wake Daudi, unaweza kusema ni baba mdogo wa Yones, akasema kwamba kaka, mimi sidhani kama ni vizuri kufanya hivi. Kwa nini tusiongee na mzee Mirambo? Ni kweli tunaweza kupata hasara upande mwingine, lakini hatuwezi kuacha hili swala liingilie sherehe ya baba. Basi kuna mdogo wake tena mwingine wa Daudi akajibu kwamba unadhani unataka tuongee nao? Kama unataka tuongee nao wasinge tusababisha matatizo kwanza. Ni heri kutokwenda kwao kusababisha matatizo zaidi. Baada ya kuongea hivyo, sasa Daudi akasema kwamba mimi siwezi kukaa na kuendelea kusubiri. Nitakuja kumfanya kitu mbaya sana Imani pamoja na familia yake. Anaongea Daudi sasa akisaga meno kwa hasira sana. Sauti ya kizee kasikika akisema, alfajiri yote hii mbona makelele ya vitisho mengi vipi? Sauti ya kizee ilisikika kutoka upande wa nyuma na kuwafanya wageuke. Sasa watoto hao wa mzee Mazengo walishangaa baada ya kuona ni baba yao, maana sio kawaida kuamka mapema sana. Daudi akasema, baba, kwa nini unaamka mapema hivyo? Aliongea Daudi na pale pale alisimama na kwenda kumsaidia baba yake kutembea, lakini mzee Chalula alimsukuma asimsaidie. Sasa mzee akasema kwamba vipi, mbona unanishika? Unadhani mimi siwezi kutembea? Mtu mmoja anatosha bwana. Aliongea na kisha alisaidiwa na mzee Sauli kukaa kwenye kiti. Akasema kwamba nimesikia kuna tukio limetokea jana bwana. Aliuliza na mdole. Sasa mzee Daudi aliona haina haja ya kuendelea kumficha baba yake. Sasa kwa hasira sana akasema, sikutaka kukuambia baba ama kukusumbua, ila jana Dani na Stanley walikamatwa kwenda kufanywa mahojiano kwa kosa la kuhujumu jeshi. Lakini sio kweli kuhusu hili, lazima tu ni huyu mkongwe fisadi wa familia Mirambo ndo kahusika. Mzee Chalula akafoka akasema, hebu kaa kimya. Basi baada ya kufoka hivyo akasema kwamba wakati mzee Mirambo akiwa ni mwanasiasa nguli nchini, wewe ulikuwa mtoto. Ukiheshimu watu na wao watakuheshimu. Unadhani maneno yako haya yakisikika nini kitatokea? Aliongea na kufanya sasa ndugu wote kukaa kimya na hasira zao kupotea. Basi mzee akauliza kwamba hao wanategemea kuachiwa lini na uchunguzi wao unakamilika lini? Daudi kwa hofu akasema, nadhani ndani ya wiki moja au mbili. Nishawasiliana na baadhi ya watu ndani ya kamati na wamesema uchunguzi bado unaendelea na ni mpaka ukamilike. Babu, hofu yangu ni kama tu wakiongea ujinga na kujikuta wakiingia katika mtego. Mzee akasema kama kuna makosa wamefanya hawezi kulaumu akipatikana na hatia. Familia yetu pia inafuatiliwa sana kwenye kufanya maamuzi. Ni kawaida watu kuwa na maoni tofauti. Basi wote kwa pamoja wakaitikia ndio baba. Walitikia wote kwa pamoja, lakini bado walionekana kuwa wanyonge. Sasa Afande Daudi akauliza kwamba baba, kawaida wewe unaamka saa 2 za asubuhi. Mbona leo umewahi sana kuamka? Mzee akajibu, leo ni siku ya kipekee sana. Kuna mgeni muhimu anatarajia kufika hapa kwa ajili ya kunipongeza kufikisha miaka 90. Ndio maana nimeamka. Daudi akasema, mgeni wa muhimu? Baba, kuna wageni kutoka ikulu wanaokuja leo ama? Aliuliza Daudi na wenzake wote pia walionekana kuwa na shauku. Maana kama ni nje ya ikulu isingekuwa na haja ya kuwasiliana na mzee Mazengo mwenyewe. Akajibu kwamba mgeni anayekuja ni mtu ambaye ni ngumu sana kukutana naye kuliko viongozi wa ikulu. Alongevu, lakini ni muda huo huo mfanyakazi alikuja haraka upande wao kutoa taarifa. Akasema kwamba babu, mkuu wa majeshi na mshauri mkuu wamefika kwa ajili ya kukutembelea na kutoa pongezi zao. Mara baada ya maneno hayo kusikika, wanafamilia wote waliokuwa katika eneo hilo walijikuta wakishangani kama ni hawakuwa kiamini. Ikumbukwe kwamba mkuu wa majeshi amekuwa ni mtu wa kujitenga sana na mara nyingi aliwakilishwa katika sehemu nyingi. Kuja mpaka hapo iliwafanya washangae.
Miaka kadhaa nyuma kazi zao, yani kazi zote ambazo zilikuwa ni za mkuu wa majeshi ziliwekwa chini ya mshauri mkuu wa jeshi, na ilikuwa ni mara chache sana mkuu wa jeshi kuhusishwa katika kazi za kila siku, labda tu kwa matokeo maalum tu. Sasa mkuu huyo kuja mpaka hapo kwa ajili ya kumtembelea Chief Mazengo ilishangaza wengi waliosikia taarifa hiyo. Sasa mzee Chalula akasema kwamba haraka sana wakaribisheni ndani. Basi mara baada ya kutoka kauli hiyo, dakika chache mbele wanaume wawili waliingia katika eneo hilo, mmoja akiwa amevaa combat za kijeshi za cheo cha ukuu kabisa na mwingine akiwa amevaa combat za kijeshi cheo cha jenerali. Kitendo cha Meja Jenerali Daudi kukutanisha macho na mkuu wa majeshi, walijikuta akianza kutetemeka kutokana na hali ya kutokuwa yani wa kawaida ya mkuu huyo. Alikuwa kisababisha msisimko ambao ulifanya nywele zao kusimama kama vile yani mbele yao alikuwa amesimama jini. Basi akiwa na tabasamu akasema, Jenerali mstaafu Chalula, heri ya siku yako ya kuzaliwa bwana, na pongezi kwa kutimiza miaka 90. Ni hatua ndefu. Aliongea akiwa na tabasamu, lakini hata hivyo haikutosha kufanya wanajeshi waliokuwa katika eneo hilo kuwa katika hali ya utulivu. Sasa Fande Mido akasema, mzee wangu, mimi pia nakutakia heri ya kuzaliwa na pongezi ya kutimiza miaka 90 Jenerali mstaafu, na pia tunaomba radhi kwa kuja asubuhi. Aliongea Fande Mido huku akipiga saluti na kumfanya Fande Mazengo kucheka. Kajibu kwamba karibuni sana bwana. Wala kuna haja ya kuomba radhi bwana. Na uzee wangu mkuu wa majeshi na mshauri mkuu kuja kunitembelea ni heshima sana bwana. Karibuni mketi. Basi akasema kwamba mtu alete chai wageni bwana. Fanyeni haraka. Baada ya mkuu wa majeshi na mshauri mkuu kukaa, waliinua sura zao na kuangalia wanajeshi waliokuwa wamesimama kakamavu sana. Baada ya kuangalia, akasema, "Tiz mafande, tupo hapa kwa ajili ya kumpongeza mzee wetu." Aliongea na pale wanajeshi wale waelegea. Msikilizaji, kulingana na sheria za jeshi, kwa sababu hawakuwa katika combat za kijeshi, hawakupaswa kupiga salute kwa sababu hauna combat za kijeshi. Kwa hiyo kama haujavaa combat za kijeshi, inapaswa ubane nyash. Kwa hiyo baada ya chai na kahawa kuandaliwa pamoja na maongezi kidogo ya hapa na pale, familia ya mzee Mazengo walijikuta wakiangaliana wakifikiria namna ya kumuomba mkuu wa majeshi msaada juu ya ndugu waliokamatwa. Hakuna aliyekuwa na ujasiri. Kwa cheo chake kauli yake moja tu ingetosha kuwafanya kuachiliwa huru moja kwa moja. Alafu istoshe hata kwa namna gani connection ya kisiasa waliokuwa nao familia ya Mirambo, lakini mkuu wa majeshi ni mkuu wa majeshi. Lakini kutokana na wengi wao hapo wamekutana na mkuu huyo mara chache sana, iliwafanya kugubikwa na hofu kubwa sana. Dakika hiyo wakati sasa wakiangaliana kwa ishara ya kutaka mmoja wapo aanze, mhudumu alifika tena na kutoa taarifa ya kurudi kwa Dani na Stanley. Mara baada ya kusikia taarifa hiyo, familia nzima walishikwa na mshangao isipokuwa tu kwa mzee Mazengo. Dakika hiyo vijana wawili waliokuwa katika mavazi ya kijeshi waliingia katika ukumbi kwa ari kubwa na walipiga salute baada ya kufika kama ishara ya salamu kwa wakubwa zao, na kisha walipewa ishara ya kulegea. Basi waliongea kasema, baba, samahani kwa kuwafanya kuwa na wasiwasi. Kajibiwa, Dani, mko sawa? Vipi kuhusu kesi yenu? Akajibwa, ndio baba, tupo sawa. Kuhusu kesi yetu hatujaambiwa chochote na tumeruhusiwa tu kurudi nyumbani, na watu wa kamati wametuomba radhi wakisema kuna mkanganyiko wa kitaarifa uliotokea na hatakuwa na kosa. Mara baada ya kusikia kauli hiyo, wanafamilia hao walishangaa zaidi. Bado hawakuelewa nini kinaendelea. Ni mzee Chalula Mazengo pekee aliyeonekana kujua kinachoendelea, na pale alinua kikombe cha chai na kuwapa ishara mkuu wa majeshi na mshauri mkuu. Akasema, asanteni kwa zawadi ya siku yangu ya kuzaliwa Simba. Akajibiwa, mstaafu, tumekuja haraka na tumejikuta hakuna tulichoandaa, kwa hiyo tumeona tutoe tu msaada kidogo ili mradi wewe hautojali. Mzee akasema, hii ni zawadi kubwa zaidi ya dhahabu na fedha bwana. Aliongea mzee huyo akiwa na muonekano uliojaa serious. Mzee Daudi na nduguze walisimama pale na kutoa shukrani kwa mkuu wa majeshi na mshauri mkuu. Hata kama watoto wao hawakuwa na kosa, lakini kitendo cha mkuu wa majeshi kuingilia kilikuwa na maana kubwa sana kwao. Akasema, haina haja kunishukuru mimi moja kwa moja bwana. Mimi nimekuja tu hapa kwa ajili ya kutoa pongezi zangu, lakini vile kwa sababu mmoja wa mwanafamilia wenu amenipa kazi ya kulimaliza hili swala mapema. Kama hili inahesabika kama zawadi, basi na mwanafamilia aliyeniagiza anapaswa kujumuishwa. Sasa mzee Mazengo kwa mshangao akasema, kumbe bado tuna watu ndani ya familia yetu wenye uwezo wa kumuomba mkuu wa majeshi kusaidia kutatua shida kama hii. Aliongea hivyo. Akajibiwa, mstaafu, inaonekana bado hujajua. Namzungumzia mwanaume ambaye mjukuu wako amemleta kwenu.
ni bwana mdogo tu ambaye sio mwepesi. Mara baada ya maneno hayo, pale pale Afande Daudi alijua nani anazungumziwa. Akashangaa, Hamza? Wanafamilia wengine walishangazwa na jambo hilo. Ijapokuwa walijua Hamza uwezo wake sio wa kawaida, lakini hakuna aliyedhania anaweza kumpa kazi mkuu wa majeshi na kuitekeleza. Basi mzee huyo akasema kwamba nilisikia Hamza na mshauri mkuu na ukaribu mkubwa. Mimi sikutarajia hata wewe mkuu wa majeshi bwana, Najikuta kuwa na shauku kubwa sana juu yake. Unaonaje ukinielezea kidogo kuhusu huyo Hamza, ni nani hasa? Baada ya kuongea mzee huyo, wanafamilia wote walimwangalia mkuu wa majeshi kwa shauku kubwa lakini na wasiwasi kwa wakati mmoja. Hususan mzee Daudi ambaye alimfokea sana Hamza tokea kufika kwake. Sasa Afande Himidu akasema kwamba mzee wangu, sio sehemu salama sana kutoa taarifa kuhusu Hamza. Leo Simba amefika hapa kwa sababu anahitaji kuongea naye. Kwa hiyo tutaomba sehemu iliyojitenga kwa ajili ya maongezi. Aliongea Afande Himidu. Familia nzima walijikuta wakiwa katika mshangao. Ilikuwa ni ngumu sana hata kwa wao wenyewe wanajeshi kukaa meza moja na kuongea na mkuu wa majeshi. Lakini kijana mdogo sana kama Hamza ambaye si tu kumuomba mkuu wa majeshi kusaidia kuachilia kwa Dani na Stanley, lakini vile vile amemuita mkuu wa majeshi kwa ajili ya kuongea naye. Basi akaambiwa, Afande Himidu, mbona mna haraka sana wakati mnasafiri na ndege binafsi? Sauti iliweza kusikika na aliyezungumza hivyo alikuwa ni Hamza aliyekuwa akija upande wao kwa hatua ndefu kusogea alipo Afande Himidu na mkuu wa majeshi. Asa mkuu wa majeshi pale pale aligeuka na kumwangalia Hamza na macho aliyojaa ukali, na mgandamizo mkubwa wa nishati za mbingu na ardhi ulimtoka na kuwasababishia sasa Afande Daudi na wenzake kukakamaa miili yao kwa hofu. Asa Hamza upande wake hakuwa na hali ya wasiwasi kabisa na alikaziana macho na mkuu wa majeshi huku sasa akitoa tabasamu la uchokozi. Hakuonekana kuathirika na mkandamizo wa nishati za mbingu na ardhi ambao mkuu huyo alikuwa akimjaribu nazo. Wanajeshi waliokuwa hapo walimwangalia Hamza na walishangaa kuona hakuonyesha ishara yoyote ya hofu wala kuathiriwa na mkandamizo ule, na walijikuta wakianza kumhofia. Katika macho yao Hamza alikuwa amezidi kuwa hatari. Hakuonekana tena kama kijana mdogo katika umri wa miaka 20 na kuendelea. Alikuwa ni kama jitu kwao. Mzee Mazengo macho yake aliishia kuchanua tu. Alishia kutingisha kichwa chake kwa ishara ya kumkubali Hamza. Basi Hamza akaambiwa, Hamza, shukrani kwako bwana. Nimefikisha miaka 90 kwa furaha kubwa. Hamza akasema, huna haja kunishukuru babu. Wajukuu zako hawakuwa na kosa ndio maana wameachiliwa huru. Basi mzee akacheka akasema, upo sahihi. Hakuna mwanafamilia wangu anayeweza kulihujumu jeshi. Ikitokea akiwepo nitaanza kumwadabisha mimi mwenyewe kabla ya sheria za nchi. Basi huyo mzee aliongea kwa ridhiko kubwa sana. Upande wa Afande Daudi alikuwa katika hali ya sintofahamu. Mwanzoni alimpiga mkwara Hamza ili kupima uwezo wake, lakini hakuamini Hamza angeweza kuwatoa watoto wake kwa simu moja tu, na zaidi sana kuwaleta watu wazito katika familia yao. Kutokana na hilo alijikuta kikosa namna ya kuweza kupinga mahusiano ya Yones na Hamza. Mkuu wa majeshi alimwangalia Hamza kwa dakika kadhaa, akionekana kama mtu ambaye anawaza jambo lakini hakuongea chochote. Hamza mara baada ya kuona macho ya mkuu huyo yalivyo jinsi ambavyo alivyokuwa, kuna hali fulani iliyokuwa ikimsemesha kwa kumwambia kuna kitu hakipo sawa, lakini hakuweza kujua ni kitu gani hicho. Yaani ilikuwa ni kama mkuu huyo kuna mtu anajaribu kumfananisha naye. Hey, afande mkuu, kuna kitu kipo kwenye sura yangu. Kwa nini unanikodolea macho namna hiyo? Mara baada ya kusikia Hamza akiongea kwa staili hiyo, wanajeshi wote waliokuwa hapo walijikuta wakihisi hewa imegeuka barafu. Ulikuwa na ujasiri mkubwa Hamza kuongea na mkuu wa majeshi kama mshikaji wake yani. Lakini hata hivyo mkuu wa majeshi hakuonyesha kukasirika na kauli ya Hamza, na pale pale alisimama na kunyoosha mkono kusalimiana na Hamza. Akasema kwamba nimesikia jina lako muda mrefu sana. Kinachonishangaza ni namna unavyoonekana kuwa mdogo nje ya mategemeo yangu. Mara baada ya kuongea hivyo, wanafamilia walijikuta katika hali ya mshangao, huku sasa kijiuliza inakuwaje mkuu wa majeshi anasema amelisikia jina la Hamza muda mrefu? Anazungumzia muda mrefu upi? Tatizo kubwa liloleta zaidi sintofahamu ni kwamba familia hiyo hakuna ambaye ashawahi kusikia jina la Hamza mpaka Yones alivyomleta. Kila mtu alimwangalia Hamza na usiriazi katika macho yake. Muda huo Hamza alikuwa anasalimiana na mkuu wa majeshi kwa salamu ya mkono. Basi Hamza akasema, Simbanyika ni jina lako maarufu la utani ambalo nimelisikia kutoka kwa wanajeshi wengi, lakini hata mimi sijategemea kukuona ukiwa na muonekano mdogo kama hivi. Aliongea Hamza
Sasa jamaa akasema, Simba Nyika uliyomsikia wakati ukiwa mdogo sio mimi. Mimi nimerithi cheo cha Simba wa Nyika miaka 10 iliyopita. Aliongea na Hamza alionekana kushangaa kwa sababu ilikuwa ndo mara yake ya kwanza kusikia jambo hilo. Sasa msikilizaji, unachopaswa kuelewa ni kwamba ukiachana na cheo cha ukuu wa jeshi kama cheo cha juu zaidi, kulikuwa na cheo kingine cha heshima ambacho ni zaidi ya ukuu wa jeshi, na cheo hiki ni Simba Nyika. Haijawahi kuwa wazi ni vigezo gani vinazingatiwa mpaka mtu kupata cheo hiki, lakini anayepewa mara nyingi ni yule anayestahili pekee ambaye ana mafunzo ya juu ya nishati za mbingu na ardhi. Anaweza kuwa mkuu wa jeshi ama siwe mkuu wa jeshi. Kitendo cha mkuu wa jeshi kuwa na vyeo vyote viwili kwa wakati mmoja ilikuwa ni mara ya kwanza kutokea katika historia ya Tanzania tokea cheo hicho kiingizwe katika muundo wa vyeo. Jambo lingine ni kwamba asilimia kubwa ya walioshika cheo hiki katika nyakati zilizopita hawakuwahi kufahamika kwa sura. Ndio huyu mkuu wa kwanza wa jeshi sura yake kuonekana. Sasa Hamza anaona kama kweli alichosema ni sahihi. Ina maana waliostaafu wengine cheo hicho bado wapo Tanzania, watu ambao wana mafunzo ya juu ya nishati za mbingu na ardhi. Basi Hamza akasema, kumbe basi nadhani ni muda sahihi wa kutafuta mahali tulivu na kuanza maongezi yetu. Aliongea Hamza akipotezea mshangao wake. Sasa mkuu huyo akajibu, hicho ndicho ninachotaka pia. Basi mzee Mazengo akasema kwamba Simba Nyika, kwa nini msielekee tu kule nyuma kwenye bustani katika ukumbi wa mapumziko, ni sehemu iliyotulia sana. Aliongea mzee Mazengo. Akajibiwa, hakuna haja Chief Mazengo bwana, tutatafuta tu sehemu yoyote tutakayoona inafaa. Aliongea pale pale kufumba na kufumbua, alipotea alipokuwa amesimama na kuacha watu kodoa macho licha ya upepo mkali uliobakia. Hamza pale pale aliangalia uelekeo aliopotelea na alikimbia nduki kama unariadha, na sekunde mbili tu na alipotea kwa huruka juu kama amefyatuliwa hivi. Sasa Afande Midu akasema, jamani mniwie radhi na mimi naondoka mapema, la sivyo sitawaona. Aliongea Afande Midu na pale pale alipotea kama mwanga. Lakini wanajeshi hawa ambao pia walikuwa na mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi waliweza kumtofautisha Hamza, mkuu wa majeshi, na Himidu. Yaani speed ya Himidu ilikuwa ni ndogo kuliko Hamza na mkuu wa majeshi. Sasa Stanley alimuuliza Daniel ya kwamba, kaka, huyu Hamza ni nani? Imekuwaje Yones akakutana na mtu kama huyu na kuwa boyfriend wake? Mzee Daudi alishia kuwaza kimya kimya tu, lakini kadri alivyokuwa akifikiria alishindwa kupata jibu. Basi akasema, bwana haijalishi nani bwana, lakini hawezi kuwa kitu kinachoelea. Aliongea kauli tata mzee Mazengo, na pale pale alitoa ishara ya kutaka kusimama, huku sasa wengine akiwapa ishara ya kuendelea. Naam, ni katika msitu wa kupanda katika eneo la jeshi la Tanzania. Katikati ya msitu huo kulikuwa na uwanja maalum, sehemu ambapo mara nyingi hutumika kwa ajili ya mafunzo ya kulenga shabaha kwa wanajeshi. Eneo hilo kawaida huwa kuna ukimya mno, na kutokana na kuwa asubuhi ukimya wake ulikuwa ni mkubwa mno. Muda huo alianza kutua katika eneo hilo ni Afande Simba, na kisha akafuatia Hamza aliyetua kama vile ni kimondo. Sasa wote wawili walionekana ni kama viumbe vya ajabu sana kwa namna walivyotua speed kufika katika eneo hilo. Afande Simba alishia kumwangalia Hamza kwa sekunde kadhaa bila ya kuongea naye, kisha pale pale alipiga hatua mbele na kusimama mbali na Hamza kwa mita kama 15 hivi. Sasa kwa sauti nzito akasema, ni jina gani rasmi nikuite? Selafi, Prince ama Yusufa? Baada ya kuongea hivyo, Hamza akasema, potezea majina, hakuna haja ya kuyakumbushia, wewe niite tu Hamza mzee. Afande Simba akasema, lakini hayo ndio majina matatu yanokutambulisha juu ya ulisia wako na yale yote uliyofanya, lakini ninachoona ni kama huyapendi kabisa. Hamza akasema, zama za Selafi ni ya upweke na mauzuniko makuu. Zama za Yusufa ni ya majonzi na bidii. Kuhusu Prince ni jina la wakati mchache sana uliopita linalolifanya kuchoka mwili na akili. Kwa hiyo sioni maana yote juu ya majina hayo. Afande Simba akasema kwamba, kijana, mtazamo wako kuhusu maisha umekoswa msingi wa matarajio. Hivi unajua ni watu wangapi wanatamani kuwa kama wewe? Kuna watu wengi sana wanatamani kuwa juu, lakini katika kipindi cha miaka 100 iliyopita ni wewe tu uliyeweza kufanya makubwa na kupata sifa ulizonazo. Hamza akasema, kwangu mimi kuwa maarufu, tajiri na madaraka sio kitu kilichonileta kwenye safari hii. Sifa zangu ni matokeo ya kutafuta uhuru na kuendelea kuishi kwa kushinda vikwazo. Afande Simba akasema, kwa hiyo wewe ni mwanaume usiyependa maarufu, si ndio?
Hamza akajibu, nadhani ndio hivyo. Alafu kwa nini nahisi ni kama unaniwekea mtego wa maneno? Aliongea Hamza akiwa na tabasamu. Walikuwa wameachana umbali kama vile wanaogopana na kufanya sasa waongee kwa sauti kubwa kidogo. Sasa Afande Simba akacheka. Akasema, sitaki kuingia katika ugomvi na mjukuu wa shetani. Mimi ninachotaka ni kukujua kidogo tu. Hamza akasema, hakuna unachoweza kunielewa kuhusu mimi. Unaweza kunifahamu kwa hili dogo tu, napenda uhuru na wanawake warembo. Hivyo ni heri tukienda moja kwa moja kwenye mazungumzo yetu. Ila ninachopenda, elewa tu, mimi napenda uhuru pamoja na wanawake warembo. Umenifanyia fadhila awamu hii. Vipi, unataka nikulipe? Nataka pia nipate taarifa za kibiolojia kutoka katika ethics. Unaweza kuweka masharti yako nione kama naweza kuyatimiza. Aliongea Hamza. Sasa mkuu wa majeshi mara baada ya kusikia kauli ile ya Hamza alijikuta akiangua kicheko. Akasema, leo tutapotezea kuhusu fadhila ndogo ambayo ulinifanyia. Isitoshe, wewe ndio uliyehusika kuzamisha manuari ya kijeshi ya Amerika. Jambo ambalo nasikia linashusha morali sana kwa wanajeshi wa kitengo cha Delta zilizokufeli kwao. Kufanikiwa kwa majaribio kisiwa Kole na wafanyakazi kurudi salama salimini ni swala la kukushukuru kitaifa. Kwa hiyo tupo tayari kukupatia tafiti zote za kibiolojia zitakazotoka katika ethics, lakini unapaswa kulipia gharama. Hamza akasema, unataka nifanye nini? Mimi sipendi sana kuzunguka bwana. Aliongea Hamza na aliingiza mkono kwenye koti lake na kutoa sigara na kiberiti na kuiwasha. Haikujulikana ametoa wapi, lakini licha ya kuvuta sigara mbele yake, mkuu huyo wa majeshi wala hakuonekana kujali kabisa. Asa mkuu wa majeshi akasema ya kwamba baada ya kukaa chini na viongozi kadhaa wa juu katika serikali, walitoa mapendekezo mengi, lakini tukakaa chini na kuyajadili na kupata mapendekezo machache, alafu tuchagua kati ya hayo. Hamza akajibu, okay, inaonekana kuna vitu kadhaa mmeviona kutoka kwangu na kuvitamani. Aliongea Hamza huku akitoa moshi wa sigara akimpa ishara mkuu wa majeshi kuendelea. Basi mkuu wa majeshi akasema ya kwamba mosi, tunaitaka Barham. Aliongea na kumfanya Hamza macho yake kusinyaa. Sasa Hamza akasema mmiliki wa Barham ni Asazi, kwa hiyo haipo chini yangu. Hamza aliongea hivyo na mkuu wa majeshi alitingisha kichwa na kisha aliinua kidole chake akasema ya kwamba tunahitaji pia Daffodil. Hamza akasema, Daffodil sio ya kwangu. Ile ni ya Asmuntis. Kama mnahitaji ni mpaka niongee na Asmuntis. Ila sina uhakika wa kuipata. Aliongea na mkuu wa majeshi alitingisha kichwa na kisha akainua kidole cha tatu juu. Kumbuka jambo la kwanza alihitaji Barham kwa Hamza hilo. Jambo la pili akamwambia tunahitaji Daffodil. Hamza naye amesema hana, anayo Asmuntis. Alafu jambo la tatu sasa akasema ya kwamba ombi letu la tatu ni kutupatia tafiti zote zinazohusiana na Ankh. Nina taarifa kwamba kabla ya kifo cha Dr. Genesha ulikutana naye hapa nchini. Hamza akasema, sisi nishawaambia wale walionioji kuhusu Ankh. Ina maana taarifa hazikuwafikia? Kipindi kile mimi niliongea na Himidu na kumwambia masuala yanayohusiana na Ankh yasitishwe juu yangu. Lakini naona kaamua kuvunja ahadi yake. Mkuu akasema, umekosea kuhusu mshauri mkuu. Hata kama mshauri mkuu asingeniambia chochote kuhusu Ankh, unadhani mimi mkuu wa vitengo vyote ningeshindwa kujua? Jamaa aliongea kwa kicheka. Sasa Hamza alitingisha kichwa. Ukweli ni kwamba hakujali sana, alijiambia hata kama aliyevujisha siri ni Himidu, angemuelewa tu. Basi Hamza akasema, sio kwamba sipo tayari kutoa taarifa zote zinazohusiana na Ankh. Sababu ni kwamba utafiti wake bado hujakamilika. Kuna elementi muhimu zimekosekana na njia kuzipata ni kujua lugha ya kitabu chake, kitu ambacho mpaka sasa mimi sijaweza kutafasiri. Aliongea Hamza na kumfanya Simbanyika kumwangalia Hamza kuona kama anadanganya au la, na hatimaye alitingisha kichwa kuonekana kubali. Basi Simbanyika akasema kwamba nimesikia Asazi pamoja na Asmuntis wao ni kama Leviathan tu. Wote wanakutii kwa kila ambacho unawaambia. Ili kukidhi masharti yetu, ongea nao na utupatie kati ya hivyo vitu viwili tulivyokuomba. Ukikamilisha tupo tayari kushirikiana na wewe juu ya tafiti zote za kibiolojia zinazotokana na ethics. Hamza akasema, ngoja nirudie tena. Ulichoomba ndio asili ya nguvu za jamaa zangu. Wamezipata kwa juhudi kubwa sana. Najua ni kweli nikiongea nao watanipatia, lakini siwezi kufanya hivyo.
aliongea Hamza akiwa katika hali ya usiriasi mkubwa. Afande Simbanyika alifumba macho kwa sekunde kadhaa huku akivuta pumzi nyingi na kuzishusha, na alifungua macho na kumwangalia Hamza. Akamwambia, kama hayo maombi yameshindikana, basi tupatie mtu. Hamza akasema, nani mnamtaka? Mkuu akasema, tunamtaka Sally. Sekunde ambayo alitaja hilo jina, Hamza alipotea alipokuwa amesimama, na ila anatokea alikuwa mbele ya Simbanyika. Hamza alikuwa na macho yaliyojaa hasira kali mno, na macho yake ni kama alikuwa akiungua na moto, na pale pale alinua ngumi na kumpiga Simbanyika kumlenga kichwani. Afande Simba hakuwa mzembe, alishtuka mapema, kwani pale pale alinua mikono yake juu na kukinga shambulizi lile. Sasa kishindo kikubwa kilisikika. Hamza ngumi yake haikuweza kumfikia Afande Simba, bali iligonga katika dhana ambayo ilifanana na ile mikanda wanaozawadiwa wacheza ndondi au mieleka. Sasa Afande Simba alidhania ameweza kukinga shambulizi lile la Hamza, lakini pale pale alihisi wimbi kubwa la nishati likiongezeka kutoka nyuma yake, kama vile ni tsunami vile, na kumvuta kwa nguvu. Pale pale alizidi kuongeza nguvu ili kuweza kuinama na mvuto ule, lakini sasa ule mvuto ulianza kumsumbua sana. Alijikuta akiwa katika mshtuko mkubwa sana baada ya kuhisi ni kama vile anaishiwa nguvu na kutaka kudondoka chini, wakati huo sasa akisukumwa kurudi nyuma kwa kuteleza. Lakini hata hivyo alikuwa vizuri. Ili kuhimili mwili wake ulitanguliza mguu mmoja mbele kwa namna ya kukunja, na mguu wa kushoto akaunyoosha kwenda nyuma na ukakita chini ya ardhi kama mtalimbo vile. Sasa staili hiyo ilikuwa ni ya kung fu maarufu kwa jina la Jin Daga movement. Asa mpaka anakuja kusimama, alijikuta akiinua uso wake na kumwangalia Hamza, na macho yake yalikuwa katika hali ya mshtuko mkubwa sana. Hamza alikuwa amebadilika na kuwa mtu mwingine kabisa. Mwili wake ulikuwa umetawaliwa na kivuli kama cha mnyama wa ajabu hivi, tena mnyama mwenye mabawa anayeelea angani huku akiangalia kitoweo chini. Mkuu wa majeshi alijikuta jasho likimtoka kwa wingi kwenye paji la uso wake. Alijua fika kwamba kama Hamza akija kumshambulia tena anaweza ashinde kuhimili, na kitu pekee ni kukimbia, maana hakuna namna. Sasa alijikuta akiongea mwenyewe akasema kwamba huyu kweli ni kiumbe hatari kama nilivyosikia. Hamza akasema kwamba Sally ni ndugu yangu wa damu, siwezi kuruhusu mtu yoyote yule kumgusa. Aliongea Hamza kwa sauti nzito sana, huku mwili wake ukiwa umefunikwa na kivuli cha mnyama mkubwa sana kama mwewe. Basi mkuu akasema kwamba nilijua tu uweze kukubali. Isitoshe nilisikia sababu kubwa ya kugombana kwako na Mfalme Giza ni kwa sababu ya Sally. Lakini kwa sababu sharti hilo limekwama, basi sina jinsi na kubadilisha. Chukulia tu kama hujasikia nikitaja kuhusu hili. Hamza akasema, ongea unataka ni kutoka kwangu? Mkuu akasema, unapaswa kufanya vitu vitatu kwa kitengo chetu cha Malibu. Vitu hivyo vitatu tutakaa chini na kuamua. Hamza akasema, hapana, umeongea kiupana sana. Kama nikikubali bila ya kujua ni vitu gani, si ni sawa tu na kujiingiza kwenye mtego? Mkuu akasema, na kuhakikisha ni masharti ambayo hayatazidi nilichoomba mwanzo. Hamza akasema, okay, hata kama ni hivyo lazima kuwe na ukomo. Mkuu akasema, okay, taja ukomo wako nijue. Hamza akasema, masharti yenu hayapaswi kugusa familia yangu, jamaa na marafiki. Pia siwezi kufanya mambo ovu ya aina yoyote yanayokiuka asili ya binadamu. Mkuu akasema, kuna masuala mengine, kuua ni swala ambalo alikwepeki. Vipi utaweza kufanya hivyo? Hamza akasema, ili mradi anayekufa anastahili kufa, hakuna shida. Mkuu akasema, okay, na kuhakikishia Tanzania ni nchi inayoendeshwa katika misingi ya haki na hatuwezi kuomba kitu kinachokiuka asili ya binadamu. Aliongea Afande Simba na kufanya Hamza kufikiria kidogo. Hamza akasema, kama ni hivyo, ni lini tutaweza kupata taarifa za ethics? Mkuu akasema, tutaweza kupata taarifa zake baada ya kukamilisha kile tutakachokipanga, yani ambacho sisi tutakupangia. Hamza akasema, nini? Ina maana hamjakana kuamua bado? Yani nisubiri mpaka lini? Mkuu akajibu, usiwe na wasiwasi, ndani ya miaka 3 tu tutaweza kukupatia taarifa. Unapaswa kujua Tanzania ni nchi ambayo inaanza kupiga hatua katika teknolojia kuingia ulimwengu wa pili. Kwa hiyo mambo mengi yanafanyika kwa taratibu tu, tena kwa taratibu maalum, hivyo hatuwezi kuharakisha. Hamza alifikiria kidogo na pale pale aliona miaka 3 sio mingi sana. Ni kama kufumba na kufumbua tu. Hamza akasema, okay, kama ni hivyo mniambie masharti yenu haraka sana niyafanyie kazi na nibakie mimi kuwadai. Aliongea Hamza, hakuhofia mkuu huyo kumgeuka baadaye. Alijiambia akimdanganya basi cha moto atakipata. Yule mkuu akasema kwamba nadhani mpaka hapo tumefikia makubaliano, nitaondoka na kuweka haya mbele ya mkuu wangu. Hamza akasema, kuna shida, mimi narudi nyumbani kwa mzee Mazengo,
hivyo siwezi kukusindikiza tena. Sasa aliongea hivyo Hamza akipanga wakati maandalizi ya sherehe yakianza, akazame chumbani kwa Yones na kujaribu bahati yake. Sasa mkuu wa majeshi au afande Simba Nyika akasema subiri kwanza. Hamza akasema vipi, kuna kitu kingine unataka kuongea afande? Mkuu akasema babako ndio alikuwa mzungu au ni mama yako? Hamza akasema sijafuatilia hivyo, so sijui. Aliongea Hamza akiwa amekunja sura. Sasa mkuu akasema kama ni hivyo basi chukulia kama sijauliza. Aliongea na Hamza alitingisha kichwa kubali. Hamza akasema niagie kwa Himidu. Mwambie sitaweza kuona naye kwa leo. Tutaongea naye ana kwa ana siku nyingine. Mara baada ya kuongea hivyo Hamza aliruka juu na pale pale alifyatuliwa na kupotea. Baada ya mkuu wa majeshi kutembea mita kama 400 hivi, aliweza kukutana na Himidu ambaye alikuwa akimsubiri kwa mbali sana. Sasa ili kuepuka kutokuonekana na Hamza, Himidu hakusogea karibu. Himidu akauliza kwamba vipi umemaliza? Vipi amekubali ombi lipi? Aliuliza Himidu akiwa anatabasamu. Mkuu akasema ni kama ulivyotarajia tu. Umekuwa sahihi pia. Amenipiga ngumi ese. Aliongea kwa wasiwasi. Himidu akacheka akasema umekula ngumi moja tu. Siku za nyuma ilikuwa ukimtaja Sali atakupiga mpaka maji uite mma. Aliongea kwa kimcheka na kumfanya afande Simba kusikitika pamoja na kutawaliwa na tabasamu la uchungu. Sasa Himidu akasema ya kwamba alafu bosi amevua mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi. Vipi, umemshindwa na wewe pia licha ya hivyo? Mkuu akasema una hakika sio kama amejifunza upya ndani ya miaka yote? Nakumbuka hata wewe ulipoteza uwezo wako mwanzo. Himidu akasema ni kweli, ila bosi hajawahi kunidanganya. Akisema amevua uwezo wake wa nishati basi jua ni kweli. Mkuu akasema aisee, kweli nimeamini sio wa kawaida. Nadhani ndani ya jeshi letu ni Nyakasura pekee anayeweza kupigana naye. Aliongea sasa akishika kiuno. Himidu mara baada ya kusikia jina la Nyakasura alitingisha kichwa kukubaliana naye, lakini alionekana kukuna kichwa kama vile hana uhakika. Akasema kwamba Simba, afu nimesikia Nyakasura amesema amechoka kukaa mpakani na anapanga kwenda Dar es Salaam kwa siku kadhaa kupunga upepo wa baharini. Vipi, unapanga kumpa kazi? Maana nahisi ni kama safari yake na mipango mingine. Mkuu akasema amekwambia anataka kwenda Dar es Salaam? Aliuliza sasa akionekana kusita kidogo kama mtu ambaye hana taarifa hiyo. Himidu akasema ngoja nitamuuliza, ila sijampa kazi yoyote. Naam, tukirudi upande wa Hamza, mara baada ya kurudi kwenye makazi ya familia ya Chifu Mazengo, alitaka kwenda kujaribisha kupata kitumbua cha moto mida hiyo ya asubuhi na Yones. Lakini bahati mbaya Yones alikuwa amekwisha kuondoka kwenda hospitalini. Ila mpango wake ulikuwa ni kupata kitumbua cha moto kabisa cha Yones asubuhi. Hamza kushangaa sana kwa Yones kwenda hospitalini. Isitoshe ndio walikuwa wanawake pekee yeye na mama yake katika familia hiyo. Muda ambao wamerudi wafanyakazi walikuwa busy sana, na wale ambao wanakuja asubuhi walikuwa washafika na kulikuwa kuna ubize mwingi sana wa kuandaa sherehe. Hamza mara baada ya kupumzika kidogo na kujisafisha, alikaribishwa kwenye ukumbi kwa ajili ya kifungua kinywa na wanafamilia wengine. Saa baadhi ya wanafamilia hao walikuwa na soni kutokana na kumdharau mwanzo na kujikuta wakikosa amani. Lakini Hamza hakuonekana kujali kabisa. Alikula kama yupo nyumbani. Baada ya kumaliza kupata kifungua kinywa, alimuomba mzee Sauli, alimuomba gari na kisha akaanza safari ya kuelekea hospitalini. Mara baada sasa kufika, mama yake Yones alikuwa amesharejea wanafahamu, maana alifika moja kwa moja wodini. Alikuwa amesharejea wanafahamu na akawa ameamka usingizini na alikuwa akiongea na Yones. Japokuwa mwili wake ulikuwa umeunganishwa na mavifaa yanayomsaidia, lakini alionekana kuwa sawa kabisa. Alipaswa kupumzika kwa siku kadhaa ili mshono upone ndio arejee nyumbani. Basi Hamza kauliza kwamba mama vipi, kidonda kinauma na vipi unapumua vizuri? Aliuliza Hamza akiwa na tabasamu, na mama huyo baada ya kumuona Hamza alikuwa na hisia mchanganyiko. Akasema nimesikia wewe ndio daktari ulionifanyia upasuaji. Asante sana, najisikia vizuri kwa sasa. Hamza akasema ni heri yako, inaonekana kuwa unakuwa na hali nzuri kwa sasa, la sivyo Yones hataweza kurudi da. Mama naye akajibu ya kwamba sawa, nashukuru japokuwa umeniokoa, asante, lakini siwezi kukusamehe kwa kutaka kumfanya binti yangu mchepuko. Yones akasema mama, mwili wako bado dhaifu, haina haja kufikiria kuhusu hili. Sasa Hamza akasema mama, usinielewe vibaya. Kukufanyia upasuaji kuokoa afya yako haina maana kuna kitu nataka kutoka kwa Yones. Mama akajibu kama ndivyo unataka nini?
Hamza akasema, mimi nimeokoa maisha yako tu kwa sababu mimi ni daktari. Nilivyokuona dalili za kuumwa ni kawaida kama daktari kutaka kutibu. Hata kama mgonjwa ni adui yangu, mimi nitaanza kumtibu kwanza. Ni masuala ya medical ethics na mimi siwezi kuyaingiza na masuala yangu binafsi. Hivyo sije ukaisi kama nakudai. Aliongea na kumfanya mwanamama huyo kumwangalia Hamza kwa mshangao kidogo. Yones pia alishangazwa na namna ambavyo Hamza alionekana kuwa serious. Tena alionekana kuwa muungwana na alizidi kuona Hamza ana upande wa tofauti sana uliomfanya kuzidi kuvutiwa naye. Basi bwana. Hamza mara baada ya kuongea alichukua nafasi hiyo kuangalia vipimo vya mgonjwa kuona maendeleo yake na aligundua hakukuwa na tatizo kabisa, hivyo aliondoka. Muda mfupi baadaye Dr. Ivan Bridge alifika akiongozana na mtoto wake Christiani, na Ivan alitumia fursa hiyo kuanza kumsifia Hamza na vile vile alimwambia Maria namna Hamza alivyoweza kumponyesha na Christiani. Mama huyo mara baada ya kusikia kuhusu Christiani ambaye ni mpwa wake kutibiwa na Hamza, alijikuta akiingia kwenye tafakari nzito sana. Basi bwana, sherehe ya kumpongeza mzee Chalula Mazengo kwa kutimiza miaka 90 ilifana sana. Yaani watu wengi wenye ukaribu na familia hiyo walialikwa na kusherehekea pamoja. Swala la mkuu wa majeshi kufika na kuitembelea familia hiyo liliwafikia watu wengi sana na kufanya heshima familia hiyo izidi kukua. Mwanzoni familia hiyo haikuwa na mpango wa kumwandalia Hamza kiti cha kukaa, lakini walijikuta wakifanya hivyo na kutenga kiti cha mbele kabisa pamoja na Yones. Baada ya sherehe kuisha, Hamza aliaga kwa ajili ya kurudi Dar es Salaam siku inayofuata. Alikuwa na haraka kurudi kutokana na kwamba siku ya kesho kutwa yake Irene alimwalika kwa ajili ya kuhudhuria mashindano ya vipaji maalum kwa mkoa wa Dar es Salaam kwa shule zote, na wale ambao wangeshinda basi wangeweza kupata ufadhili wa masomo nje ya nchi. Juzi yake wakati Irene anamuomba Hamza hela ilikuwa ni kwa ajili ya kumchangia katika maandalizi ya siku hiyo. Irene sasa ni kwamba alikuwa na kipaji cha kuimba pamoja na kupiga kinanda, na ndio upande ambao alipanga kwenda kushindania, na kwa sababu msichana huyo alisisitiza sana, aliona haina haja kukataa. Afistoshe msichana huyo kwa mara ya kwanza alionekana kuwa serious mno. Sasa upande wa Yones asingeweza kurudi Dar es Salaam kutokana na hali ya mama yake ilivyo. Hivyo Hamza siku iliyofuata saa 10 za jioni alipanda treni kurudi Dar es Salaam. Tukumbukeni ya kwamba Yones huku kazini ameomba ruhusa tu ya muda mfupi, lakini alikuwa amepanga aende moja kwa moja akaolewe na Mdudu. Yeye ambacho kwa amepanga, japo kazini wamempatia ruhusa ya siku kadhaa. Sasa muda ambao Hamza alifika Dar es Salaam ilikuwa ni usiku tayari, na mara baada ya kumkumbuka Reji pale aliona ni vyema akienda na zawadi ya kumbembelezea. Na kitu pekee ambacho aliona kinaweza kumlainisha mwanamke huyo ni boksi la donut kutoka supermarket. Lakini aliona asichukue donut tu, akaona ngoja aongezee na kadi ya kuombea msamaha pamoja na uwe nzuri. Kumbukeni Hamza alishakiri kabisa kwamba duniani anamwogopa mtu mmoja tu, Reji, ambaye ni mke wake. Kwa hiyo licha ya kwamba ilikuwa usiku, aliweza kupata kila alichopanga na kisha alianza safari ya kurudi. Mpaka anafika nyumbani ilikuwa ni saa 4 za usiku tayari, na shangazi alikuwa ashaenda kulala muda mrefu tu, lakini mwanga wa taa katika chumba cha Reji cha kujisomea zilikuwa zinawaka bado. Hamza mara baada ya kuingia ndani alienda moja kwa moja mpaka katika chumba cha kujisomea cha Reji na kisha aligonga mlango, lakini hakuna aliyemuitikia kwa ndani. Airudia tena, lakini bado hakuitikiwa kwa ndani. Na alichofanya sasa ni kutega sikio kusikiliza kwa ndani, na aliweza kusikia sauti za mtu kuchapa vile kwa kutumia keyboard ya tarakishi, na alijua kabisa pale atakuwa ni Regina ambaye anaendelea kufanya kazi. Hivyo alifungua mlango na kuingia. Hey wife, vipi, uko busy sana? Reji alikuwa amevalia sweta kama blouse hivi ya mikono mirefu yenye mkato wa V shingoni, iliyofanya sasa ni apendeze sana kwa namna ambavyo alikuwa amevaa. Pamoja sana namna alivyokuwa serious, alizidi kuonekana mrembo. Sijakuruhusu uingie ndani, anaongea sasa akimwangalia Hamza bila hisia zozote. Nimegonga sana mlango lakini hujafungua. Labda ulikuwa busy ndio maana hujanisikia. Nimekusikia vizuri tu, ila sitaki kuona. Naomba toke nje.
aliongea kikauzu na kumfanya Hamza kujisikia vibaya. Aliona kweli Regina alikuwa ni tafsiri halisi ya mwanamke kauzu, na kweli amemaanisha kumuhitaji tena katika maisha yake. Kwa hiyo baada ya Hamza kurudi, ni kipi ambacho kitaendelea humo ndani? Je, Reji atakubali kutoa ushirikiano kwa Hamza baada ya Hamza kuonesha nia ya kutaka asamehewe, ama kwa sababu ni usiku Hamza atatumia namna yoyote ya kuweza kumlegeza Reji ili aweze kutoa msamaha? Tukutane sehemu inayofuatia msikilizaji. Langu jina ni Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.